السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، tunaendelea na darasa ya tafsiri. Tunaanza mwanzo wa surati Yusuf alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sura hii imepewa jina la nabii katika manabii ambao ni watukufu. Yusuf ni mtukufu kwa unabii wake na nasaba yake. Anaitwa ni Karimun ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, mtukufu, mwana wa mtukufu, mwana wa mtukufu, mwana wa mtukufu, kwa sababu Yusuf ni nabii na baba yake ni Yaqub pia ni nabii. Babu yake wa kwanza Ishaqa ni nabii, ndugu yake Ismail kwa upande wa baba yao Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Na sura hii imezungumza kwa kirefu sana, hatua kwa hatua, kisa cha Yusufu alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, na ni kwa kipekee, ni tofauti na vile ambavyo vimesimuliwa visa vya manabii wengine katika sura au katika aya za Qur'ani. Kisa hiki kimetaja kwa ufafanuzi zaidi mwanzo mwisho, kasoro peji moja ya mwisho kidogo ndio yani aya hazikuzungumzia moja kwa moja kisa cha Yusuf alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, na ni sura ndefu. Kwa hivyo imeitwa ni suratu Yusuf, kama ambavyo kuna sura katika Qur'ani inaitwa suratu Muhammad alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kwa hivyo iko wazi tu kwa maelezo rahisi kwamba imeitwa surati Yusuf kwa sababu imezungumza habari za Yusufu alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah. Bismillah, kwa jina la Allah, yani ninaanza nikiomba msaada na taufiki kwa jina la Allah. Nini maana kwa jina la Allah? Yani ninaomba kupitia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kipande hiki cha aya kinatufundisha kwamba katika utaratibu wa maombi ni kumwomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwa majina yake na sifa zake, kama alivyosema katika aya nyingine, walillahil asmaul husna, Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, fad'uuhu biha, muombeni kwa majina hayo. Kwa hivyo Allah anaombwa kwa majina yake na wala haombwi kwa majina ya viumbe, kwa sababu majina ya viumbe hayana level na utukufu wa majina ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, yametukuka majina ya Mola wako mwenye utukufu na ukarimu. Katika makosa yaliyopo katika jamii kinyume na mafundisho haya ni kwa watu humuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa majina ya mitume. Kwa mfano kwa jina la mtume au kwa cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallama, au kwa jina la Abdul Qadir, au kwa jina la wengine katika ambao huwa wanataja wakati wa maombi. Na hiyo ni makosa, kwa sababu dua ni ibada, na ibada kanuni yake huwa inakopiwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye ameteremshiwa hizo ibada akazifundisha kwa maneno na kwa vitendo. Kwa hivyo hatupati katika dua za mtume sallallahu alaihi wasallam ama manabii ndugu zake kabla yake walimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kwa majina. Hakuna nukuu katika Qur'ani wala katika hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Qur'ani mnafahamu imejaa nukuu za dua. Aliomba Nabii Ayub, aliomba Nabii Zakaria, aliomba Nabii Ibrahim, hakuna nabii ambaye hajaomba, na maombi yao yamenakiliwa katika Qur'ani. Hakuna maombi ya kumwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kupitia jina la kiumbe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala huombwa kwa majina yake, na ikiwa Allah ataombwa kwa majina yake na ataombwa pia kwa majina ya viumbe, manake hayo majina umeyaweka katika level ya majina ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, itakuwa uko wapi sasa upekee wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala katika majina yake na sifa zake? Sisi tunasema Mwenyezi Mungu ana majina ya pekee na ana sifa za pekee na ana utukufu wa pekee. Ikiwa kuna majina ya mitume yamekuwa ni matukufu katika level ya majina ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, anaomba Allah kwa majina hayo kama ambavyo huomba kwa majina yake, hii itakuwa ni shirki. Na jambo hili liko wazi sana, lakini watu wanapenda mijadala. Ingelikuwa hilo inajuzu, tungelikuta nukuu nyingi sana, sio moja wala mbili, tungelikuta nukuu nyingi sana kwa maswahaba wakimuomba Allah kupitia jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ni mtume wa zama zao, ni mtume ambaye wanamuona utukufu wake na miujiza yake, wanaishi naye kila siku. Sio hilo jambo liwe linajuzu alafu iwe baadaye utalitafuta mpaka la kusachi namna hiyo. Tungelikuta nukuu nyingi katika visa vya maswahaba kwamba walipata na matatizo wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia jina la mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ni shirki na sio katika utaratibu wa dini kumuomba Allah Jalla wa Ala kwa majina ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala mtume yeyote wala yeyote katika watu wema au watukufu wa dini hii. Bismillah, yani ninaomba kwa jina la Allah Ar-Rahmani, mwingi wa rehma, Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Na jina la Allah limebeba haki ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, Allah, kwa sababu lina maana ya muabudiwa na kuabudiwa ni haki yake. Jina la Ar-Rahmani na jina la Ar-Rahim yamebeba sifa ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ya huruma na kurehemu, na yamebeba haya majina mawili haki ya viumbe, kwa sababu viumbe wakimwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni haki yao kurehemewa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ala alibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Mwenyezi Mungu ambayo anawadai waja ni kwamba wao wanatakiwa wamwabudu Allah bila ya kumshirikisha na jambo lolote. Wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja juu ya Mwenyezi Mungu, yani ambayo wanamdai Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, kwamba Allah hatomwadhibu ambaye hakumshirikisha na jambo lolote. Kutokumwadhibu ni kumrehemu, manake ni kumsamehe na kumrehemu. Ukiangalia kiuwiano kati ya majina haya, kati ya jina la Allah ambalo limebeba haki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na majina ya Ar-Rahman na Ar-Rahim ambayo yamebeba haki ya mja, majina ya Mwenyezi Mungu lakini yanatambulisha haki ya mja kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ya kurehemewa. Ukiyalinganisha, ukiyatazama kwa kuyalinganisha majina haya, utakuta kwamba mwanadamu akimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anastahili kurehemewa, au anastahili kurehemewa zaidi na hizo rehma za Allah Jalla wa Ala ni wale ambao wanamwabudu. Kwa hivyo rehma za Allah ni za bure, lakini kupata hicho cha bure kuna sababu, na sababu yenyewe ni ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kisha sura ikaanza
Tushatoa maelezo marefu katika sura zingine kuhusiana na bismillah, kwa hivyo hapa tunataja kwa kifupi. Aya ya kwanza ya sura hii imeanza, ama sura hii imeanza kwa herufi za mkato, zinaitwa alhuruful muqatta'a. Alif lam ra. Alif lam ra, hizi ni herufi za mkato, ni kama vile kusema A, H, K, L. Hizi ni herufi za mkato ambazo zikiunganishwa hazileti msamiati wa kilugha unaojulikana, kama vile ukisema H, K, L ni herufi ambazo zimefuatana, lakini haziundi neno ambalo linajulikana maana yake katika lugha. Kwa hivyo sura hii imeanza kwa herufi za mkato, na huu ni uslubu maalum kwa mara ya kwanza umetumika katika nini? Katika Qur'ani. Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini Waarabu walikuwa katika mazungumzo yao hakuna mtindo huu. Huu ni mtindo wa Kiqur'ani. Kwa kuwa tumesema neno hili sio msamiati wa kilugha, kwa hivyo halina maana yoyote kilugha. Lakini hatuwezi kuthubutu kusema herufi hizi hazina makusudio yoyote. Haiwezekani, kwa sababu Qur'ani, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema wama huwa bilhazli, sio kitu cha upuuzi. Innahu alhaqqu min rabbika, ni haki itokayo kwa Mola wako. Kitabun uhkimat ayatuhu, aya zake zimewekwa kwa hikma. Kila aya katika Qur'ani zimewekwa kwa hikma. Kwa hivyo haziwezi kuwa hizi herufi zimekuja bila ya sababu yoyote. Ulama wanasema hili ni fumbo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni fumbo ambalo linabeba maana ya challenge. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawa challenge makafiri waliosema kwamba Qur'ani hata sio maneno ya ajabu, ni maneno ya kawaida tu, Muhammad ameyatunga. Wao walikuwa wanamwamini Mwenyezi Mungu, yani kumwamini Mwenyezi Mungu kwa maana ya kutambua kwamba ulimwengu huu una Allah, naye ni mkubwa na ana haki ya kuabudiwa. Hiyo walikuwa wanaamini. Wao wangelikubali kwamba Qur'ani inatoka kwa Mwenyezi Mungu, wangeliheshimu. Kwa hiyo wakasema haitoki kwa Mwenyezi Mungu, haya ni maneno ya Muhammad ameyatunga. In hiya, yani wakasema iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila, ametunga akaandika. Na wakasema pia huwa anakaririshwa wakati wa usiku, alafu akiamka anatusomea. Mwenyezi Mungu yani maelezo haya yanaiteremsha Qur'ani kutoka katika hadhi yake, kutoka kwenye hadhi ya kuwa ni sifa ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na ni maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, Bwana wa ulimwengu mzima, kutoka katika level hiyo alafu yawe katika level ya mwanadamu ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akawafumbia kwamba hii Qur'ani imekuja kwa herufi, imeteremshwa kwa herufi kama vile alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, nun sad qaf. Imekuja yani utungo wake unatokana na herufi za Kiarabu ambazo sio ngeni kwenu nyinyi. Kama Muhammad ambaye ni binadamu na ni Mwarabu mwenzenu ameweza kutunga, basi na nyinyi tungeni, kwa sababu haijaja na herufi ngeni, ni herufi zile zile ambazo mnazitumia. Ulama wametoa maelezo ya namna hii kwamba Mwenyezi Mungu Azza Jalla alikuwa anawaambia Qur'ani imekuja kwa herufi kama vile alif lam ra kutoka kwa Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Kama nyinyi mnasema ni Muhammad ametunga, na nyinyi tungeni, kwa sababu hizi herufi mnazo na mnazijua. Wakashinda. Yani hili ni jambo linalojulikana katika historia kwamba ilikuwa njia rahisi ya wao kubatilisha kwamba Qur'ani sio maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, Muhammad ametunga. Ilikuwa na wao walete kitabu kama nini? Kama Qur'ani. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla mara ya kwanza aliwaambia falyatu bihadithin mithlihi, na walete
mazungumzo kama ya Qur'ani nzima, wakashindwa. Wakaambiwa fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum, leteni sura 10 tu basi, wakashindwa. Wakaambiwa fa'atu bi suratin min mithlihi, leteni sura moja, bila sharti kwamba hiyo sura iwe ni ndefu kama Bakara, sura mutlaqa, iwe ni sura kama Alhamdu au ni sura fupi kama vile Qul huwallahu au kama inna atainaka. Kadhalika wakashindwa. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akawaambia fa in lam yastajibu laka fa'lam annama unzila bi'ilmi llahi an la wa annahu fa in lam yastajibu laka fa'lam annama unzila bi'ilmi llahi wa an la ilaha illa hu. Kama hawakuweza kutunga, manake hiyo ni alama kwamba maneno haya sio ya Muhammad, sio ya Muhammad. Muhammad kajifunza wapi maneno ambayo yanawazidi wao, na yeye ni mtoto wa, ni Mwarabu mwenzao na ni mtoto wa Maka yao. Kwa hivyo kama hawakuitikia, basi tambueni kwamba Qur'ani imeteremka kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Qur'ani ni ilmu, ni ilmu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Walidhalika alquranu ashraful ulum, kwa sababu hiyo Qur'ani ni tukufu zaidi ya elimu zote. Alaysa kadhalika? Watu wanasemaga kitabu cha profesa fulani, cha dokta fulani, cha mwana falsafa fulani, sio? Na vitabu hivyo vinaheshimiwa, hata vinakuwa vina uzinduzi maalumu kuvitangaza. Qur'ani ni kalamu Rabbil Alamin, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambayo aliyazungumza akayapokea Jibril alipoyasikia. Yani kalamun ni maneno, lahu sautun wa huruf, yana sauti na herufi. Sami'aha Jibril min Allah Jalla wa Ala mubashara, aliyasikia Jibril kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha akayafikisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shortcut ya maelezo, aliyasikia Jibril akateremsha kama alivyosikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, Qur'ani ni uteremsho wa Rabbul alamin. Nazala bihi ruhul amin, ameteremka nayo roho muaminiwa. Jibril anaitwa roho muaminiwa. Ala qalbika litakuna minal mundhirina, mpaka kwenye moyo wako iliteremshwa, ikapelekwa katika moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikahifadhiwa. Ala qalbika litakuna minal mundhirina, ili wewe Muhammad uwe ni katika waonyaji. Bilisani na arabii mubin, kwa lugha ya Kiarabu fasaha iliyo wazi. Bilisani na arabii mubin. Na Qur'ani kuteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, hiyo sio hoja kwamba ni ya Waarabu. Hiyo sio hoja kwamba ni Qur'ani ya Waarabu, kwa sababu ni lazima iteremshwe kwa lugha moja, sio? Yani Allah anataka kuwasemesha viumbe wote, atawasemesha kwa lugha zote, nasemesha kwa lugha moja. Na hii ndio ashrafu al-lughat, ndio bora, lugha tukufu zaidi kuliko, sababu ingekuwepo lugha tukufu zaidi na nzuri zaidi na iliyo madhubuti zaidi, basi Allah angeteremsha Qur'ani kwa lugha hiyo. Na hii ni lugha ahli aljanna, ni lugha ya watu wa peponi, na ndio lugha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atawasemesha viumbe wakati anawahukumu, iwe kabrini au akhira. Kwa hivyo wakati mwingine watu wanajidaigi na yesi zao, hasa kwa hapa kwetu Tanzania. Ukijua Kiingereza peke yake kinakufanya kama vile ni msomi. Basi ingelikuwa inajuzu kujifakharisha, angelijifakharisha yule ambaye anajua lugha ya Kiarabu, kiasi kwamba Qur'ani ikisomwa anajua na anasikia kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema kitu gani. Kwa hivyo Alif Lam Mim Ra, Qur'ani hii imeteremshwa kwa herufi kama hizi. Kama Muhammad ametunga, basi na nyinyi tungeni. Wakashindwa. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, Mwenyezi Mungu akafunga akasema,
Kama hamkuweza kufanya, hamtaweza tena mbeleni. Yani haitegemei kwamba watu wataendelea katika knowledge alafu waseme maneno yanayofanana na Qur'ani. Qur'ani ni fasaha kupita kiasi. Kuna aya moja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, alikuwa anazungumzia kwamba kama mtu anasikiliza basi ashike tu hilo jambo moja la kusikiliza maneno, kama ni Qur'ani au anasikiliza jambo lolote, ashike moja tu, asikilize moja tu, asisikilize mawili. Akasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah hajajalia kwa mwanaume mioyo miwili ndani yake. Jawf ni ndani. Ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah hajajalia, hakusema hajajalia kwa binadamu. Akisema hakujalia kwa binadamu, ingelikuwa wanaume wanaingia ni wanadamu na wanawake wanaingia kwenye maneno haya ni wanadamu, alafu watu wangeweza kusema Qur'ani imesema uongo, kwa sababu kuna wakati mwanamke ndani yake kuna mioyo miwili. Moyo wa mtoto aliyoko tumboni unadunda na moyo wa mama yake unadunda, mara nyingine mioyo hata 6. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa ufasaha. Unajua wewe unaweza ukasema maneno alafu ukawa hauko aware nayo, yani hauelewi hayo maneno yako yamebeba maana pana kiasi gani. Allah akasema hakujalia mioyo miwili kwa mwanaume, ndani ya mwanaume. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kitabun uhkimat ayatuhu, ni kitabu ambacho aya zake zimepangiliwa uzuri, zimewekwa kwa hikma ya hali ya juu. Kwa hikma, kila neno kuwekwa mahala pake, na yani maneno hayo yakidhi muradi na makusudio ya msemaji ambaye ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na yawe huwezi kuyazunguka na ukayapindisha. Wewe unaweza kuzungumza maneno unajitetea mahakamani, kumbe maneno yako yanakufunga na wewe mwenyewe msemaji hujui kama yanakufunga. Qur'ani huwezi kuizunguka ukaitengenezea falsafa ukaifunga. Wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Qur'ani inasema hawawezi kukuletea mfano wowote wa challenge katika kuyachambua maneno ya Qur'ani alafu akakufunga, bali sisi tutaleta aya nyingine ambayo inafungua lile ambalo wao wanaleta ubabaishaji. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema tilka ayatul kitabil mubin, hizo ni aya za kitabu al-mubin. Kwa nini amesema hizo hajasema hizi? Hii Qur'ani inajizungumza yenyewe kwamba Qur'ani inasema Qur'ani ni kitabu chenye aya za wazi. Silikuwa aseme hizi ni aya. Mara zote nasema tilka ayatul kitabil mubin, kwa sababu ili neno tilka tadullu ala rif'ati ala uluwihi wa rif'ati manzili, nafahamisha juu ya ujuu wa daraja ya Qur'ani. Kwa hivyo usemi hii hapa, unasema ile. Nafahamu Nadhani hata Waswahili wanaweza kusema hizo sio habari za mchezo, yani anazisimulia habari yeye alafu anasema hizo sio habari za mchezo. Yani neno hizo inaashiria, yani ukizungumza kwamba iko katika level ya mbali ya juu. Tilka ayatu alkitabi, aya za kitabu. Wanasema katika majina ya Qur'ani ni kitabu. Yani kitabu maana yake ni kitabu, lakini ni jina pia la nini? Ni jina pia la Qur'ani. Na hii Wasomali wanatumia sana. Hii Wasomali wanatumia sana ili neno alkitab. Wasomali wakisema alkitab yani Qur'ani. Almubin, zilizowazi. Almubin pia ina maana ya zinazobainisha kila kitu katika yale ambayo mwanadamu anayahitaji katika muongozo wa kuziendea radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
almubin. Na neno ayat, aya kwa tafsiri maarufu ni vifungu vya maneno, inaitwa aya, sio? Aya ya kwanza, aya ya pili, yani kifungu cha maneno cha kwanza, cha pili ni ayat. Lakini kuna maana nyingine tena kuhusiana na aya za Qur'ani, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Walisema waliokufuru, kwa nini Muhammad asiteremshiwe miujiza? Allah akasema, kwani Qur'ani haijatosha kuwa ni miujiza? Kwa hivyo ayat pia ina maana ya nini? Miujiza. Qur'ani, kila aya katika Qur'ani ni muujiza, muujizatun ilmiya, ni muujiza wa kiilmu. Shekhe mmoja anasema, lau kama mtu atapewa taaluma, ukubwa wa uelewa, akenda katika neno moja katika maneno ya Qur'ani, akalitafsiri hilo neno moja kwa tafsiri 1000, anasema hawezi kuwa amemaliza na amekidhi ile maana iliyobebwa na neno moja katika maneno ya Qur'ani. Wallahi ni hivyo hivyo. Akasema kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Rabbul Alamin. Wewe angalia wote wenye ilmu katika dunia hii ambao tunazungumza, tunapozungumza wenye ilmu tunazungumza binadamu, malaika na majini. Hawa ndio viumbe wenye ilmu tunawajua. Hatusemi ni hawa tu, kwa sababu Allah ulimwengu wake ni mpana. Huenda kuna viumbe wengine katika ulimwengu mwingine sisi hatuna habari na wao hawana habari na sisi. Tunasema katika tunawajua wenye ilmu ni binadamu na majini na malaika. Hawa viumbe wana ilmu kubwa sana, kama ambavyo tunashuhudia sisi katika hizi zama za sayansi na teknolojia. Hizo ilmu zote walizonazo, mwalimu wao ni Mwenyezi Mungu Jalla waala. Ni katika tunasema ni mwalimu wao katika lugha ya maelezo, lakini katika somo la aqida, yani Mwenyezi Mungu haitwi mwalimu, yani haitwi mwalimu wala haitwi dokta wala haitwi profesa, kwa sababu Allah anaitwa kama alivyojiita tu basi. Angalia adab katika kumtaja Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Kwa hivyo kimaelezo tunasema Allah amefundisha, allama, amefundisha. Na katika maelezo tunasema Allah ni mwalimu wa kila aliyesoma, lakini hatumuiti kama ni sifa rasmi ama ni jina la rasmi. Kwa hivyo ikiwa wenye ilmu wote unaowajua ilmu zao zote, hata Khidri alimwambia Nabii Musa, umeona yule ndege ametua katika ncha ya jahazi letu. Walikuwa wanasafiri katika bahari, akaenda akadonoa kwenye maji, akamwambia elimu yangu na elimu yako, unaona hicho kiasi kidogo ambacho ndege amechukua, haifikii hata hicho kiasi ukilinganisha na kukompea na elimu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na Khidri Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, fawajada abdan min ibadina atainahu wa allamnahu min ladunna ilma, tumemfundisha ilmu nyingi. Atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, tumemfundisha ilmu nyingi. Nabii Musa ni katika manabii wenye ilmu nyingi sana sana, lakini ilmu zao sio kitu kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Itakuwaje haya maneno, yani content yake, maalumati yake? Kwa hivyo wewe unaweza ukaiona Qur'ani ukaiangalia ni vijana wanasemaje, ukaichukulia poa tu, lakini sio poa kama unavyodhania, kwa kuwa haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo unaposema nimetafsiri msahafu mzima, aya zote za Qur'ani nimezitafsiri, wewe unakuwa umepitia tu, yani haujafikia hata nusu wala robo wala robo ya robo wala. Lau kama miti yote itakuwa ni kalamu kama inavyosema katika aya ya Qur'ani, na bahari zote zikawa ni wino,
ma nafidat kalimatullah, maneno ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla yasingelisha. Na hii Qur'ani ni sehemu katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuseme Qur'ani ni ashraful ulum, ni bora ya ilmu zote. Hebu fungua ile aya katika surati Hijr, walaqad atainaka sab'an min almathani walquran alazim, hakika tumekupa aya 7 zenye kutaja sifa za Mwenyezi Mungu azza wa jalla na zenye kusomwa na zenye kukaririwa sana, na tumekupa Qur'ani alazim. Umeiona mbele inasemaje? La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi. Basi kwa kuwa umepewa hii Qur'ani, usije ukanyenyua shingo yako na ito lako ukamwangalia mwingine ambaye amepewa neema ambayo wewe huna, ukafanya comparison, ukaona nafsi yako ikazungumza kwamba yule amepewa zaidi yangu. Usije ukafanya hivyo. Naam, mtu anaweza kuwa amepewa Qur'ani lakini hajapewa vitu vingine, ile ni neema nyingine na hii ni neema nyingine, lakini kwa ujumla zikilinganishwa neema hii ni kubwa kuliko neema zote. Na ulimwengu huu upo kwa sababu ya uwepo wa Qur'ani. Kuna zama zitafika Qur'ani itafutika katika vifua vya watu, na itafutika katika makaratasi, itafutika katika vifua vya ulama, watakimbia katika misahafu, watakuta plain. Na hiyo itakuwa ni alama ya kuondoka dunia, kwa sababu dunia ilikuwepo kwa sababu ya uwepo wa Qur'ani. Ipo ili Mwenyezi Mungu azza wa jalla awatahini wanadamu ni vipi wanadili na Qur'ani yake. Kwa hivyo kuondosha Qur'ani kabla ya kiyama ni sawa na kusema Allah atakuwa anasema kwamba kwa kitendo hicho kwamba dhamana ya uwepo wa ulimwengu ni uwepo wa Qur'ani. Wa innahu fi ummi alkitabi ladaina la aliyyun hakim. Qur'ani hii iko katika lauhi almahfudh, ladaina, kwetu sisi, la aliyyun hakim, ni ya juu na ni yenye hikma na yenye mpangilio mzuri. Yani Mwenyezi Mungu mwenyewe anakisifu kitabu chake cha Qur'ani. Lau kama tungelijua sisi nafasi yake, tungeliishika zaidi tunavyoshika simu zetu. Ni Qur'ani ndio ilikuwa ina hadhi ya kushikwa kuliko inavyoshikwa simu. Lakini kusoma kwake Qur'ani katika ulimwengu inasomwa zaidi kuliko kitabu chochote. Na vitabu vyote vinasomwa ikiwa mtu anaelewa maana yake, lakini Qur'ani inasomwa zaidi na watu ambao hawajui maana yake. Ni tamu lafudhi yake. Yani takbaluhu alqulub, nyoyo zinaikubali Qur'ani. Na kuna watu wamesilimu kwa kusikiliza tu Qur'ani wala hawajui maana yake, wengi tu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tilka, kwa hivyo ina hadhi. Ndio maana Allah anasema tilka, hizo ayatul kitabi almubin, ni aya za kitabu za wazi na zinazoweka wazi kila jambo. Akasema katika aya pili, inna, hakika sisi, anzalnahu, tumeiteremsha Qur'anan. Akisema ameiteremsha, maana yake kuteremsha ni kutoka chini kupanda juu au kutoka juu kuja chini. Kwa hivyo mwenye Qur'ani yuko wapi? Yuko juu. Kama mtu asomi itikadi yake, atakuwa akisikia maneno ya itikadi, atakuwa akisikia watu wengine wenye itikadi zingine wakisema, na yeye anashika hiyo hiyo, wakati hiyo ni feki na ni batili. Waislamu hawajasoma itikadi yao, walipowasikia manasara wanasema Mungu yuko kila mahala, na wao wakasema hivyo hivyo. Hii katika ufisadi wa maneno ya kusema Mwenyezi Mungu yuko kila mahala, maana yake ameingia ndani ya mbao, ndani ya simu, ndani ya mtu, ndani ya ng'ombe, yuko kila mahala. Hiyo ina justify kuabudu kitu chochote.
Na kuna watu wenye itikadi hii, anaabudu kitu chochote, hata jiwe au ng'ombe au wewe mwenyewe anaweza akakuabudu, kwa sababu anasema ndani yako kuna Mungu. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala bainun an khalqi, yeye yuko tofauti na viumbe wake. Huwa ala sama, yeye yuko sio mbinguni ndani, juu ya mbingu. Arrahmanu ala al-arshi istawa. Sio somo letu, tumesema hivyo kwa sababu aya inasema inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha. Kwa hivyo Qur'ani imeteremka kutoka juu, na Mwenyezi Mungu azza wa jalla yuko juu ya kila kitu. Qur'anan arabiyan, tumeiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Qur'anan arabiyan, kwa lugha ya Kiarabu. Angalia katika uwazi wa hii Qur'an. Watu wanajua Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu, ili mtu asije akadhani labda hii ni translated, ile yenyewe iko wapi? Vitabu vingine hata havijulikani vimekuja kwa lugha gani. Uongo jamani. Unaweza ukamshitukiza kiongozi mkubwa wa dini, hivyo vitabu vinavyoitwa, nasema vinavyoitwa Taurati ama vinavyoitwa hii ndio Injili au hii ni Zaburi, ukamwambia ilikuja kwa hii lugha ya Kiswahili, sio lugha yake. Lugha yake ya asili iko wapi na ni gani? Itakuwa nani hilo? Yani jambo rahisi kama hili haliwezi kupatiwa majawabu. Tutakuwaje na thika na uaminifu na hicho kitabu ambacho kimeondosha mpaka lugha yake, imeondosha miaka nenda rudi iliyopita, hata sasa hivi haijulikani iliteremka kwa lugha gani? Hata anayenisikia na anijibu tu kimoyomoyo, imeteremka hiyo inayoitwa Biblia kwa lugha gani? Anijibu kimoyomoyo tu. Kwa Kiswahili, maana yake iko ya Kiswahili na haina lugha yake ya asili. Kwa Kiingereza, sababu iko ya Kiingereza na hakuna ya ile kopi yake ya asili. Ya Kifaransa, na kwa lugha za Kiafrika pia ipo. Hiki kitabu kinajibu maswali muhimu. Imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, la'allakum ta'qiluna, ili mpate kuelewa. Yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akazungumza kwa sababu gani ameteremsha kwa lugha ya Kiarabu. Ni la'allakum ta'qiluna, ili mpate kuelewa, ili mpate kuelewa. Kwa maneno mengine tutasema hivi, imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu hiyo lugha inaelewesha zaidi kuliko lugha nyingine. Ni Kiarabu, yani Qur'ani, lugha ya Kiarabu ni fasaha, inaelewesha zaidi kuliko lugha nyingine. Lugha nyingine inaweza ikasema maneno alafu hayabainishi mpaka uje uulize hapa imemaanisha nini. Qur'ani ni lugha ya Kiarabu, unaweza kusema neno moja na likamaanisha na likaelewesha unamaanisha nini. Kwa hivyo lugha ya Kiarabu ni fasaha zaidi na ni pana zaidi kuliko lugha zote, Kwa hivyo watu waliokaa vikao wakajipangia wenyewe, wakasema lugha ya kwanza sijui lugha gani, wakaweka Kiingereza, sijui wakaweka Kifaransa, hiyo wakaiweka sijui lugha ya tano. Hiyo ni mipango tu ni hukumu za binadamu zisizoadilifu ama zisizo na uelewa wa kutosha. Ima ni ukorofi tu ama hawaelewi. Lugha ya Kiarabu ni fasaha zaidi kuliko lugha zote. La'allakum ta'qiluna, unafahamu kuna suala la kupotosha maneno yaliyoandikwa ama yaliyosemwa. Hiyo mnaitaka kupotosha maneno, anaweza kuyachezea maneno pale lugha yenye maneno hiyo inapokuwa iko wiki, iko dhaifu. Lakini kama lugha iko strong, ni ngumu kuchezea nini? Maneno. Ni ngumu kuchezea maneno. Sasa
kwenye nukta hizi sifafanui sana, kwa sababu itakuwa ni somo lingine la lugha, tutaenda mbali alafu tutaelewana, na walengo wa tafsiri hii watakuwa hawafaidiki na hiyo tafsiri. Lakini elewa kwamba Allah ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili ipate kueleweka, na Qur'ani inazungumza elimu kubwa sana, lakini kwa wepesi. Kuna elimu zingine, yani vitabu vingine vinazungumza masala makubwa, mtu mwingine huwezi kuingiza hata mguu. Qur'ani inazungumza mambo makubwa sana, yakifafanuliwa mtu wanaelewa mpaka watu wa chini. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri. Nimetaja nukta hiyo kwenye kipengele gani ili mpate kuelewa. Neno inna, hakika sisi, halimaanishi uwingi, linamaanisha kujitukuza msemaji ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika maana za anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, katika nyingine amesema ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, ili mpate kuelewa. Yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema muielewe Qur'ani kwa mujibu wa grama ya lugha ya Kiarabu, kwa mujibu wa falsafa ya lugha ya Kiarabu, kwa mujibu wa uslubu wa lugha ya Kiarabu. Na hii ni kanuni. Lugha yoyote ukitaka kutafsiri maneno yote ya lugha yoyote, lazima uzingatie wenye lugha hii wanapotamka neno hili wao wanamaanisha nini. Kwa sababu kuna baadhi ya maneno yanaweza kuwa ni maneno mazuri lakini ni matusi kwa lugha fulani. Unafahamu kwa mfano Waarabu walikuwa wakisema, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia Muadhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ulimi, kwa maelezo yani, ulimi ni kitu cha hatari sana. Muadhi akasema, awa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, hivi sisi tutaadhibiwa kwa yale ambayo tunasema? Akamwambia, thakilatika ummuka ya Muadhi, mama yako akukose ewe Muadhi. Maneno haya ukisema kwa lugha nyingine, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuombea Muadhi kifo, afe, mama yake amkose. Lakini kwa Waarabu hawamaanishi hivyo, wanamaanisha wewe, hiyo ni hatari sana. Kama hujui maana ya maneno haya, kama ulijui jambo hili, hii ni hatari kwako. Umeelewa Kwa hivyo Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, kwa hivyo itafsiriwe kwa misingi ya Kiarabu. Neno inna, sisi, katika misingi ya lugha ya Kiarabu lina maana ya, anapozungumza mmoja na haongei kwa niaba yeye yote, huwa ana maana ya kujitukuza. Kwa mfano, rais ikiwa ameteua jina la waziri mkuu, alafu akushirikiana na mtu yeyote, inajuzu kwa levo yake ya ukubwa wake akasema sisi tumemchagua, akaandika sisi tumemchagua Mwigulu Nchemba kuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu wakati anaandika hicho kimemo hakumshirikisha mtu yoyote, hawezi kukosolewa katika lugha ya Kiarabu. Akasema mbona umesema sisi, mlikuwa wangapi? Utatuambia. Ukimpeleka mahakamani atasema kwa mujibu wa nafasi yangu na mamlaka yangu, kwa lugha niliyotumia ya Kiarabu, nahnu ikhtarna fulani bin fulani, tumemchagua. Inakuwa yuko fasaha akisema sisi. Na Waarabu waliokuwa wanajua lugha, na mpaka leo wanajua, walikuwa wanajua hii sisi katika Qur'ani haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu anaongea kwa niaba ya wenzake. Hawakuelewa hivyo hata mara moja. Ndio maana hawakusema, sasa Muhammad, mbona unatuchanganya? Unatuambia Mungu wako ni mmoja, alafu Mungu wako akizungumza wewe mwenyewe humjui Mungu wako. Mwenyewe anajua wako wengi,
alafu unasema ni mmoja. Hawaja manake ugomvi wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ugomvi namba moja, ajala al-alihata ilaha wahida, anasema miungu wengi ni Mungu mmoja. Maanake kama Mungu ni mmoja, kwanza ametupunguzia miungu, namba mbili hawa wengine wote amewakashifu, amesema hawana maana. Ndio wakasema katika lugha ya kustaajabu, ajala al-alihata ilaha wahidan inna hadha la shay'un ujab, amejalia miungu wengi ya kuwa ni Mungu mmoja tu, hakika hili ni jambo la ajabu sana. Wantalaqa almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad, mmoja wao akaondoka akasema, jamani, kuweni na subira na uvumilivu juu ya matusi haya ambao wanatukana miungu yetu. Huyu jambo lake litamalizika tu, laana ya miungu itammaliza. Kwa hivyo kuna watu siku hizi eti wanajifanya wanasema kwenye Qur'ani kunafahamisha juu ya miungu wengi ili kutetea miungu mitatu ya kwao. Nasema wapi inasema hivyo? Hakuna hata sehemu moja. Eti wanajishikiza kwenye aya hizi, inna khalaqnal insana, sisi tumemuumba mwanadamu, inna anzalnahu, sisi tumeteremsha. Wewe utakuwa Mwarabu kuliko Mwarabu yule ambaye hakuona hiyo ambayo wewe unaiona? Yani wewe uje uyakute maneno ya Kiingereza uyatafsiri, hiyo tafsiri Muingereza haijui kabisa. Wewe nani atakuwa yuko right hapa? Kwa hivyo sio sahihi kusema hii sisi inamaanisha, bali katika lugha ya Kiarabu inamaanisha ta'dhim. Mimi wanasikiliza taarifa za habari za Kiarabu, wafalme wanasemaga, nilikuwa nikimsikia mfalme wa Saudi Arabia, nilikuwa nikisikiliza taarifa habari, yule Malik Abdallah anasema nahnu Malik Abdallah, hasemi sisi wafalme, anasema sisi mfalme, na inakuwa ni fasaha. Sisi mfalme tumeamrisha yafuatayo, amarna bima huwa at, nahnu Malik Abdallah amarna bima huwa at, sisi mfalme Abdallah tumeamrisha yafuatayo. Unaona hiyo sisi, unaona hiyo mfalme Abdallah, tumeamrisha, uwingi na umoja. Hapa ni umoja mtupu, lakini kwenye uwingi wake ndio kuna maana hiyo ya nini, ya taadhim. Na jambo la kuteremsha Qur'ani linafaa Allah kulipresent kwa kujiadhimisha mwenyewe, kwa sababu si jambo la kawaida. Qur'ani yani watu wote, la inijtama'ati al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, kama watakusanyika wanadamu wote na majini wote, Allah anakubali wanadamu ni wasomi na majini ni wasomi, wakakusanyika, sio mmoja mmoja, yani huyu peke yake apewe challenge, bwana tunga Qur'ani, tunga sura moja ya Qur'ani, yani tunga sura moja nini ikompete na sura moja katika Qur'ani, na wewe bwana kivyako na wote wachangie kutunga sura hii moja, binadamu wote na majini wote. La ya'tuna bimithlihi, Allah anasema hawawezi kuleta maneno mfano wa Qur'ani, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana. Kwa hivyo idhan huwa kitabun adhim, kwa hivyo maneno haya ni adhim ambayo binadamu na majini wote hawayawezi. Kwa hivyo Allah akizungumza kwa kujiadhimisha akasema sisi tumeteremsha, kuna mushkil? Hakuna mushkil. Kama alivyosema inna khalaqnal insan, hakika sisi tumemuumba mwanadamu. Hata sisi tukiwasemesha walimu wetu, yani wakati mwingine hawa vijana wanaojua lugha nyepesi ya Kiarabu, anakuja shekhe mkubwa alafu anamsemesha, ya sheikh, ewe shekhe, qulta, umesema kadha wa kadha. Sisi watu tunaogopa kwa sababu kumwambia shekhe umesema sio fasaha kwa renki yake. Unasema ya shekhe qultum kadha wa kadha, shekhe mmesema kadha na kadha, ndio fasaha kwa level yake. Akisema ya shekhe qulta ni kama vile tunaogopa, kama vile anamtukana shekhe. Shekhe qulta, umesema. Hatusemi umesema, tunasema mmesema.
barakallahu fikum, Allah akulipeni kheri, unakusudia yeye mwenyewe peke yake mmoja. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, tumeiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kuielewa kwa hiyo lugha ya Kiarabu, kwa huo uslubu wa Kiarabu, kwa mtindo wa Kiarabu. Na tunasema si vizuri kwenye vile vyuo, kuna baadhi ya vyuo katika mbinu ambazo wa magharibi wametumia kuupiga vita Uislamu. Unajua hawawezi kusema moja kwa moja Uislamu marufuku, hawawezi kusema hivyo, lakini wanajaribu kuchomeka mambo yatakayoharibu Uislamu. Katika hayo wanawekaga masharti kwenye baadhi ya vyuo kwamba yani masomo ya dini yasomeshwe kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Huwezi kuielewa tafsiri ya Qur'ani ipasavyo kama wewe hujui Kiarabu. Kwa sababu mimi hata kuna baadhi ya mafumu nikitaka kuihamisha kuipeleka kwenye Kiswahili nashindwa kabisa. Kwa hivyo nakupa tu baadhi, ile iliyobakia imekwama huko kwenye lugha ya Kiarabu ni nyingi. Kwa hivyo kwa wale ambao wanasoma ili waje kuwa ni mashehe na watu wa level kubwa, hawatakiwi wasomeshwe kwa lugha. Watu ambao wanapewa wapokee, waelewe Qur'ani inasema nini, wafanye kazi sawa, wasomeshwe kwa lugha yoyote. Lakini yule anayesoma ili, manake kuna mtu kusoma aelewe afanyie kazi, na kuna mtu anasoma aelewe kiundani kile anachokisoma ili awasaidie watu, sio? Huyu anatakiwa asome kwa lugha ya Kiarabu. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Hapa akaanza kusimulia kisa cha Yusufu alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Tunauliza, kwa nini imekuja utangulizi unaoelezea taadhima ya Qur'ani? Ili ukiadhimishe hicho kisa ambacho kimepewa nafasi katika Qur'ani, utie akilini kwamba unasoma kisa kisichokuwa cha kawaida, kama ambavyo katika utangulizi wa kisa hiki Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema sisi nakusu alaika, hata mwenyewe amejitukuza kwa kusimulia kisa hiki. Nahnu, sisi, nakusu alaika, tunakusimulia ahsanal qasasi. Neno hili hapa ni tungo tata, ahsanal qasas, yani kisa kizuri kuliko visa vyote katika Qur'an, au ahsanal qasas, kisa ambacho kiko katika level sio ya uzuri, kizuri sana, ndio ahsan. Kwa hivyo ahsan ima ni kisa kizuri zaidi katika visa vyote vya Qur'ani, au kizuri sana katika wizani wa superlative. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi, tunakusimulia. Nimeangalia katika maneno ya tafsiri kwa haraka ya mufassirina, yani sikuona maneno ya wazi yanayosema kwamba kwa aya hii kisa hiki ni kizuri zaidi kuliko visa vyote vilivyosimuliwa katika Qur'an. Nimeona ulama wamekwepa hiyo, lakini inabakia kuwa maana ni kisa kizuri katika level ya sana. Miongoni mwa visa bima auhaina ilaika hadha alquran, iba inaegemea wapi? Tunakusimulia kwa, ni kama vile useme ninakata kwa kisu. Tunakusimulia kwa wahai, tunakusimulia kwa wahai. Maana unaweza kusema bima, kwa kile ambacho tumekufunulia hii Qur'ani. Unaweza ukatatizika hapa katika kunyosha maneno, yani nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi, tunakusimulia kwa, sio kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa wahai wa Qur'ani. Bima auhaina, kwa kile ambacho tumekufunulia hadha alqur'ani, hii Qur'ani. Kisha akasimbulia Mwenyezi Mungu Azza Jalla akasema wa in kunta min qablihi. Wa in ni mukhaffafa min athqila, hiyo ni in, sio in ashartiya, hiyo ni in ndugu yake inna.
imepunguzwa tu makali, na kinachorudisha makali hayo ni hiyo lamu iliyoko mbele, wa in kunta min qablihi la min alghafilina. Hiyo lamu inarudisha ule mkazo. Imanojua lamu hiyo ni lamu taukidi, inakuja kutilia mkazo ule mkazo uliodhoofishwa katika in almukhaffafa. Wa in kunta min qablihi, na kwa hakika ni kama ile wa in kuntum min qablihi la fi dhalalin mubin, inaitwa hiyo lamu almuzahlaqa. Wa in kunta min qablihi, na kwa hakika ulikuwa ewe Muhammadi kabla ya hii Qur'ani, la min alghafilina, si katika wenye kujua. Ulikuwa umeghafilika, yani hujui haya tunayokusimulia. Hii ni taaluma mpya. Yani kama vile Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, kama sio mimi mngejua wapi kisa hiki na matunda yake na faida zake na masomo yaliyoko ndani yake. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika sifa zake ni Al-Mannan, mwenye kusimbulia. Kusimbulia ni kumworodheshea mtu yale uliyomfanyia mazuri. Bwana, ulikuja hapa hujui hata soko liko wapi, nikakuonesha, nikakufundisha biashara. Ulikuwa mshamba kabisa, nikawa hivi na hivi, ulikuwa hujui, nikakusomesha. Sasa umekuwa mstaarabu, umeotambawa. Hiyo ni haramu. Yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameharamisha baina ya viumbe. Wala tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe wema wenu kwa kusimbulia. Ukitenda wema, ukimtendea wema binadamu unaandikiwa thawabu. Ukimwambia nilikufanyia kadha na kadha, Mwenyezi Mungu anabatilisha, anafuta. Yeye kwake yeye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni halali yale ambayo ni haramu kwa viumbe. Kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni halali kibri na ukubwa na kutamba na kusimbulia. Kwa viumbe hayo yote ni haramu. Sawa sawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akatusimbulia, akatuambia mungelijua wapi kama si mimi, wa in kunta min qablihi la min alghafilin wama kunta bijanibi turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin. Muhammad, wewe haukuwepo yalipokuwa yakijiri yale mambo ya kisa cha Musa na Shuaib. Haukuwepo kwenye kisa hiki wakati kinasimuliwa. Allah amekusimulia. Wa in kunta min qablihi la min alghafilin, kwa hakika kabla ya hii Qur'ani ulikuwa ni katika wenye kughafilika. Kwa hivyo nasema nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi, sisi tunakusimulia kisa kizuri zaidi. Bima auhaina ilaika hadha alqur'ani, kwa uslubu wa kile ambacho tumekufunulia hii Qur'ani. Wa in kunta, na kwa hakika ulikuwa min qablihi, qabla hii Qur'ani, la min alghafilina, katika walioghafilika. Idh qala Yusufu li abihi, kumbuka aliposema Yusufu kumwambia baba yake mzazi. Baba yake mzazi Yusufu ni nani? Yaqub, nabiyullah, nabii wa Allah. Yaqub mjukuu wa nani? Mjukuu wa Ibrahim. Baba yake nani? Ishaqa. Ishaqa ni ndugu yake Ismail, mama zao ni tofauti. Nabii Ibrahim alioa mitala. Ismail alizaliwa na nani? Na Hajara, na Ishaqa akazaliwa na Sara. Na Hajara alikuwa kijakazi, na Sara ndio mwanamke wa kwanza wa nani? Wa Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Manabii walioa Sheikh. Hasa huu utukufu wa kuwa mtu atakuwa ni mtukufu zaidi na ni mcha Mungu zaidi na ni mzuri zaidi asipooa na kuolewa, hii imetoka wapi? Hii ni fake. Hii imechomekwa. Huu ni ucha Mungu fake. Yani wanaona
kuishi kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mume na mke, kwa kuzingatia tu zile taratibu, sio mume na mke kiholela, mume na mke kwa kufuata taratibu. Wao naona hili jambo ni kasoro. Qur'ani inazungumza kwamba manabii walikuwa wanawake, azwajan wa dhurriya, walikuwa wanao wake na walikuwa wana watoto. Kwa hivyo sio jambo la aibu kwamba mtu ameoa analala na mkewe alafu anapatikana watoto, wanapatikana na wajukuu. Sio jambo la aibu wala sio jambo linaloteremsha heshima ya mwanadamu au hadhi yake ama uchamungu wake. Kama ambavyo kuoa mke mmoja ni katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, pia kuoa na wa pili na watatu na wanne ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wala sio uhuni. Eti wengine wanaonaga uhuni. Uhuni tu ukioa kwenye ndoa, lakini ukiwa unapiga piga kona sio uhuni, sio? Kwa hivyo idh qala Yusuf li abihi, aliposema Yusuf kumwambia baba yake Yaqub, ya abati, ewe baba yangu. Ya abati ni tofauti na ya abi. Ya abi, ewe baba yangu ya kawaida tu. Ya abati, ewe baba yangu kipenzi. Si unaona neno moja tu, ya abi, ya abati. Na kama alivyosema Nabii Ibrahim alitumia neno hili. Babu yake Yusuf, baba yake, yani baba yake Ibrahim ni kafiri Azar. Sio tu kafiri, ni mushrik, anayetengeneza miungu iwe miungu wenza wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na ndio kinara wa hizo ibada za kishirikina. Lakini bado Ibrahimu alimwambia, ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ewe baba yangu, mimi nimejiwa na ilmu ambayo haijakuijia, nifuate nikuongoze njia iliyonyoka. Ya abati, anarudia, ewe baba yangu kipenzi, inni akhafu an yamassaka, inni akhafu nini amesema pale, an yamassaka, kwa hivyo ya abati, ewe baba yangu, inni raaitu 11 kaukaba. Kwa hivyo uslubu wa mazungumzo ya mtu na baba yake iwe ni kwa mtindo huu. Huyu ameongea na baba yake mwema akasema ya abati. Yule aliongea na baba yake mushrik na ni adui wa Mwenyezi Mungu, lakini ile kwamba yeye amemkosea Mwenyezi Mungu haivunji nafasi yake ya ubaba, atabakia na heshima yake vile vile. Wewe tu jidai na dini yako na Uislamu wako, alafu na baba yako sio Muislamu, unamvunjia heshima, utapata radhi hivyo hivyo na dini yako, na yeye ni kafiri. Ukafiri ni ugomvi baina yake na Mola wake, au ni ugomvi na sisi pia, lakini kwa maelezo na mafundisho ya dini haijavunja ule ubaba, sababu ubaba ni damu na hiyo huwezi kuifuta, sio? Kwa hivyo mtu akizungumza na watoto wengine, shekhe, ikiwa sasa yeye ashakuwa mkubwa, baba akashakuwa ni mtoto, anategemea matumizi kwake, anazungumza na mzee wake tofauti na alivyokuwa anazungumza naye zamani. Maneno mafupi mafupi, shortcut ya wima wima, hayana heshima. Kisa nini? Kila mwisho wa mwezi anamtumia mzee pesa. Kwa hivyo imekuwa ndio sababu ya kumvunjia heshima. Kwani pesa zako nini bwana? Mbona askari wanamheshimu rais hata kama rais ni mzee, anatembelea fimbo, na wao ndio wenye maguvu na manini na masaluti yao na mitutu wamebeba wao na mavifaru na manini, wanaendelea kumheshimu. Kwa hivyo nini, heshima ya baba itabakia pale pale tu. Na kama baba anakubali kwamba mtoto kwa sababu ashakuwa ni fulani anamkalia juu, huyo baba shakhsia yake ni dhaifu, personality yake iko weak. Mzee ambaye yuko strong atasema ondoka hapa, kama ni yuko na bakora atakucharaza na waziri wako, ondoke hapa, msiniletee adabu mbaya hapa. Kwa hivyo baba anacheo bwana. Kwa hivyo kumsemesha maneno mazuri ni katika kumtendea wema. Inni raaitu 11 kaukaban, baba yangu nimeona yani usingizini,
11 kaukaban, sayari 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi. Yani nimeona jua na mwezi. Katika kila watu, kila maneno yana usulubu wao. Katika lugha ya Kiswahili ukiunganisha maneno unaondoa na, ila kule mwisho hiyo na utaileta mwisho, sio? Amekuja, nimemwona Juma, Hassan, Bakari na, sio? Nimekula mahindi, maharage, mpunga, nini, mchele na. Lakini katika lugha ya Kiarabu unapounganisha maneno unaunganisha na mwanzo mwisho. Inni raaitu 11 kaukaban washamsa walqamara, nimeona 11 kaukaba, sayari 11, au kaukaban. Kaukab ni kitu ambacho kinang'ara katika anga. Kwa jicho la kawaida unaweza kuona ni nyota, kumbe ni sayari. Unaweza kudhania ni sayari, kumbe ni nyota. Kwa hivyo kaukab ni kitu kinachong'aa katika anga, kinaonekana kama mwezi. Inaweza kuwa ni sayari, sio nini, inaweza kuwa ni sayari, sio nyota. Inni raaitu 11 kaukaban, nimeona sayari 11. Kwa lugha ya Kiarabu ya sasa hivi wakisema kaukab wanamaanisha sayari, hawamaanishi nyota. Nimeona sayari 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi, raaituhum li sajidina, nimeviona vikinisujudia. Hii ni ndoto. Yani alikuwa anataka tafsiri ya ndoto kwa baba yake, na hii ni kuonesha kwamba tafsiri ndoto zina nini. Baadhi ya ndoto zina tafsiri yake na undani wake, zinaweza kuwa zinamaanisha taarifa ya muhimu. Na imekuja raaituhum, hiyo hum inatumikaga kwa viumbe vyenye akili, si ndio? Kwa nini hapa akasema raaituhum? Kwa sababu vilipoonekana vinasujudu, na hili ni tendo la wenye akili. Imekuwa sio fasaha kuvitaja kwa wasifu wa viumbe visivyokuwa na akili. Ndio maana akasema raaituhum li sajidin, sababu hum huwa inatumika kwa binadamu, majini na malaika, lakini hapa unaona imetumika kwa vitu, kwa sababu vilipoonekana vinasujudu vikabeba tafsiri ya nini? Ya kitu, kiumbe chenye akili. Raaituhum li sajidina. Idh qala Yusufu li abihi, kumbuka aliposema Yusufu kumwambia baba yake, ya abati, ewe baba yangu kipenzi. Angalia ili neno ya abati, Kiswahili lazima useme ewe baba yangu kipenzi. Inni raaitu 11 kaukaba, mimi nimeona usingizini sayari 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi, yani nimeviona pia usingizini. Raaituhum li sajidina, nimeviota vikiwa vinanisujudia mimi. Ndoto imeishia hapa, inamaanisha nini? Baba yake akamwambia, qala ya bunayya, ewe mwanangu, ya ibni, ewe mwanangu ya kawaida, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi. Qurani pia inatufundisha katika malezi, baba pia wasemeshe watoto. Unapomsemesha mtoto, kwa sababu ni mtoto na ni mdogo kwako, ukamsemesha kwa jina la kumdogesha, unamdhuru kisaikolojia, hawi na confidence mbele za watu, kwa sababu nyumbani anazungumzwa na anatajwa kwa jina la kwa wasifu wa kudunishwa, atatoka nayo hivyo mbele za watu, akisimama hana confidence. Hata kama wanacheza wanajipanga kwa timu, anasema mimi nikae upande gani? Mtoto mwenye confidence anasema
fulani na fulani njooni upande wangu. Mtoto asiye na confidence anasema mimi niende upande gani? Yaani haundi timu yake. Kwa hivyo hata mtoto kuja kushindwa, anaweza akawa na elimu akashindwa kusomesha ama akashindwa kusimama mbele za watu, amemalizwa confidence wapi? Nyumbani. Kwa hivyo lazima mtu asiwadharau watoto wake, sababu wanadamu ni waheshimiwa tu kwa maana zote. Wanadamu ni waheshimiwa kwa maana zote. Kwa hivyo naye anamwambia ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi, la taqsusu ru'yaka, usisimulie ndoto yako, ala ikhwatika, kwa nduguzo, ndugu wa karibu, fayakidu laka kaidan, kwa hivyo watakufanyia vitimbi. Yani kwa kufanya hivyo watakufanyia vitimbi, njama. Kaidi ni njama mbaya, vitimbi vibaya. Tena fayakidu laka kaidan, watakufanyia vitimbi sana. Inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, hakika ni shaitani kwa mwanadamu ni adui wa wazi. Kuna masomo katika hizi aya ya kujifunza. Nadhani tutaishia hapa. Narudia hii aya ambayo imesimulia ndoto. Ndoto katika nini ito la Uislamu kuhusiana na ndoto? Uislamu unazigawa ndoto katika mafungu matatu. Kama sikosei, hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imegawa ndoto katika mafungu matatu. Kuna fungu ndoto tu za kisayansi, yani athari ya kuota huko ni jambo tu la kimazingira, kwa sababu umewaza sana jambo fulani, umelipenda sana, au umeliogopa sana, au umelisema sana. Ukilala kichwa huwa kina rekodi, kwa hivyo kinarudisha mkanda, kinaleta picha, mfano wa ile picha ambayo ulikuwa unaiwaza na kuifikiria. Kwa hivyo ndoto hii ni ndoto tu ya kimaumbile, ni ndoto ya kisayansi, haina athari yoyote, yani haina tafsiri yoyote, haiwezi kuwa inamaanisha kitu kizuri au kibaya, ndio maana haina athari yoyote. Kama hiyo ndoto umeota mtu fulani ni adui yako, wala si lazima awe ni adui yako. Kama ni mpenzi wako, si lazima awe mpenzi wako. Huyo utapata mali, sio lazima yani haina ukweli wowote. Malghia. Ndoto ya pili ni ndoto ya shaitani. Haya mambo ya kiroho ni ulimwengu mpana. Shaitani ni katika viumbe vya kiroho, ni kiumbe wa kiroho zaidi. Mashaitani wanaweza kucheza na roho ya mwanadamu, wakaionyesha picha walioitengeneza. Sasa sisi hatuna elimu ya kutosha na maelezo ya kutosha kwenye kipengele hicho, lakini nakwambia kwa maneno ya nini, ya jumla, anaweza akakutengenezea picha ukaota ndoto, humuoni shaitani, lakini ni ndoto ya nani? Ya shaitani. Hiyo bila ya shaka itakuwa imekuja kutumikia malengo ya kishetani. Katika malengo ya kishetani, kukupa moyo na kukupa kichwa kwenye jambo ambalo wewe huna. Kwa mfano, wewe ni mtu mbaya, alafu akakuletea picha wewe ni mtu mzuri sana, mcha Mungu sana. Kwa hivyo ubakie na ujinga wako na dhalala yako, ukijiona kwamba wewe uko katika haki. Hata masufi wanachezewa sana, watu wa bid'a wanachezewa sana na ndoto za shaitani. Sema nimemuota fulani, nimemuota shekhe fulani, nimeota niko Maka, nimeota. Kwa hivyo anavyofanya ibada zake za bid'a, anajipa moyo, unaona, tokea nimeanza kufanya hizi ibada bwana, nimekuwa ni mtu wa maono.
Hili neno sisi Waislamu hatunaga hili. Nimeazima tu ili mnielewe. Nimekuwa na maono, yani anaona mambo yasiyokuwa ya kawaida. Nimekuwa mtu wa maono. Wa Sheitani anampa moyo kwenye dalala yake. Kwa hivyo anamcheza shere. Au uko katika sawa, Sheitani anakuotesha vitu vibaya akuhuzunishe. Amekushindwa sasa, ili mradi tu akuhuzunishe, ukose raha, uwe na stress. Hata kama unatoa darasa hautakuwa vizuri, sio? Liyahzuna alladhina amanu. Sheitani anapenda kuwahuzunisha wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndoto ya Sheitani nayo haina ukweli, kwa sababu anataka kukuonesha yatakayotokea, na yeye hana mamlaka na matokeo, sio? Kwa hiyo hii ndoto ya Sheitani pia haina maana. Aina ya tatu ya ndoto ambayo ni ndoto ya kweli na ina maana na tafsiri, endapo utaijua hiyo maana na tafsiri yake, ni ndoto inayotokana na malaika. Angalia, malaika wanamuotesha mja kwa kheri, kwa makusudio ya kheri, na mashaitani wanamuotesha mja kwa makusudio. Kwa hivyo malaika wanaweza kuotesha, lakini hawafanyi isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, sababu ni viumbe watifu. Mashaitani wanajifanyia wenyewe na kwa malengo ya kishaitani. Huyu anakuotesha ndoto kwa malengo ya kishaitani, na huyu anakuotesha ndoto kwa malengo ya kimungu. Kwa hivyo inakuwa ni ndoto ya kweli. Inakuwa ni ndoto ya kweli. Huu mlango wa ndoto ni mlango mgumu, wala hushauriwi kuuvaa na kuuendekeza. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja kubwa. Wewe huwezi kutofautisha kati ya hizi ndoto. Yaani tumesema kama tunaongelea kwa asilimia, tutasema hizi theluthi mbili hizi ndoto ambazo hazina, kuna ya Sheitani na kuna ndoto tu ya kimazingira ambazo hazina tafsiri yote. Kwa hivyo sehemu ya ukweli wa ndoto ni ndogo kuliko sehemu ya uongo wa ndoto. Na wewe, au niseme hakuna formula na kanuni itakayo kuelekeza kujua hii ni ndoto. Sababu ukisema labda unaona maono mazuri ni ndoto ya kheri, Sheitani anaweza kukuonesha uko Maka, unaswali, unasoma Qur'ani, anaweza kukuonesha hivyo, anakudanganya, anakuhadaa kwa malengo kama nilivyosema. Kuna kitu anakitaka kutengeneza, akupotoshe katika fikra yako. Kwa hivyo huruhusi kuvaa huu mlango, kwa sababu yani utajidanganya sana, na kila ukijishughulisha na mambo ya ndoto ndio Sheitani atakuchezea sana katika huo mlango. Nikupeni mfano. Kuna dua inaitwa duaul istikhara. Dua ya istikhara. Istikhara ni mja anapokuwa na mbele yake kuna mambo mawili ya kheri, alafu ametatizika afanye lipi. Ana wachumba wawili au ana biashara mbili, anaoa mmoja tu, hawezi kuoa wawili. Yani aghlabu ni hivyo, sio? Ana biashara zinamtatiza, nifanye hii au hii. Amejaribu kuwauliza wataalamu, bado, kwa sababu ndio washauri watu, sio? Bado amebakia na utata. Anamwambia Mwenyezi Mungu, anamuomba Mwenyezi Mungu ili Allah apitishe ima kwa kumridhisha, kwa kumridhisha achague moja katika halo ndio aliridhia, na ili lingine alipotezee. Allah anamchagulia mja kwa mtindo huu, kama ilivyokuja katika hadithi. Yani hivi ninavyoeleza ni majibu ya istikhara, anakuja kwa mtindo huu. Fa'ardhini bihi, niridhishe jambo hilo, niliridhie ya Rabbi. Au Allah kwa kuliafikisha lipite. Kama silo, usiniridhishe nalo, usilipitishe. Kwa hivyo inaweza kuwa majibu yanakuja kwa maana ya kuliridhia jambo lile ambalo linafaa, na lile lisilofaa ulichukie, au lile lisilofaa bado moyo wako huko kule, lakini Mwenyezi Mungu analikwamisha, haliwi. Yote hayo ni majibu ya istikhara. Katika majibu ya istikhara hakuna Mwenyezi Mungu nioneshe kwenye ndoto nione.
mara zote karibia shekhe, mtu anakuambia nimefanya istikhara juu ya wachumba wawili wamekuja, nimemwona huyu mwingine kadha na kadha na kadha, Mwenyezi Mungu amenionyesha. Kwanza hakuna katika maombi kumwambia Mwenyezi Mungu nionyeshe, yani nionyeshe kwa maana ya kwa maana ya ndoto. Katika istikhara hakuna maombi hayo. Kwa hivyo mimi nikwambie, tokea watu wameanza kuniuliza kuhusiana na wamefanya istikhara alafu wamepata majibu, mara zote wanasemaga nimeota. Yani majibu ya istikhara mara zote watu walioniuliza wanasema nimeota, na ndoto zingine zimekaa kiajabu sana. Sasa istikhara itakuja italeta majibu kwa mlango ambao sio ule uliotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheitani anawachezea watu hapa. Na justify nini? Kwamba kila ukiuendekeza huo mlango sheitani atakuchezea. Kwa hivyo sio mlango wa kuingia huo. Mlango unahitaji ilmu kubwa, na wenye kutafsiri wenye ilmu hiyo kubwa ni wachache, au karibia ni kama hakuna yani. Na hao wanaojua wanaweza kutafsiri katika ndoto 100, mmoja ndo akapatia, zingine zote anakosea. Na tangi hapo amekuwa yani kutafsiri ndoto imekuwa ni kama ramli tu. Kwa hivyo tumesema kwa sababu nini haifai kuzama katika mambo ya ndoto, kwa sababu hakuna formula itakayokutofautisha hii ni ndoto ya kheri au sio ya kheri. Namba 2, shaitani atakuchezea. Namba 3, tumesema nini? Ngumu kutafsiri, ni ngumu kuitafsiri hiyo ndoto, ngumu kwa sababu haina kanuni. Tafsiri ndoto hiyo moja unaweza kuota ikawa huyu ameota ina tafsiri nyingine, na ndoto hiyo huyu ameota ina tafsiri nyingine, na huyu ameota ina tafsiri nyingine. Ndoto moja inaweza kuwa ina tafsiri kama 20. Alafu sio kwa maana hiyo, kwa kuwa haina kanuni, sio elimu ya kusomea, ni ilmu ya kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ni elimu ya kipaji, na kwa maelezo ya dini wanaotafsiri ndoto ni watu wema. Yani wanaotafsiri ndoto kwa maana ya tafsiri sahihi ni watu wema. Kwa hiyo kama mtu ni mpiga ramli, mtu ni mganga wa kienyeji, atakutafsiria ndoto tu kwa mlango wa kishaitani. Sababu nyingine kwa nini tusiendekeze ndoto hii ni ya msingi sana, kwa sababu kama ni swala la kidini haliulizwi, halitafutiwi tafsiri nani majibu kwenye ndoto. Qur'ani inasema fasalu ahla dhikri, waulizeni wanaojua. Kwa kama ni jambo la kidini, yani kuna ikhtilafu maulidi yanafaa ama hayafai, sisi hatuchukui hata wakiota watu 1000 wote wameota maulidi yanafaa. Tena wakati wanaota ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, walikuwa Maka al-Kaaba, wote waliposinzia wakaota maulidi yanafaa. Hiyo haiwezi kuwa ni jawabu, sio kanuni ya kuchukua fatwa katika dini abadan. Kwa sababu gani? Sio hatukuelekezwa hivyo na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na dini imejitosheleza, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Eti siku za nyuma alisema Sharifu ameota kwamba anatakiwa asomewe maulidi, alafu watu wakashika ndio hoja kwamba maulidi yanafaa. Hiyo sio kanuni. Watu wa Uislamu wana ikhtilafu ya mwezi, kwa hivyo akaota kauli sahihi ya mwezi ni ya mwezi wa kitaifa au kimataifa. Hii kama ni jambo, tumesema kama ni jambo la kidini tunarudi kwa ulama, ndio maelekezo ya sheria. Kama ni jambo la kimaisha, waulize wenye experience, waulize wenye elimu katika hayo maisha. Kama ni jambo la maradhi, unafikiria niende India au niende Afrika Kusini au niende Marekani kutafuta matibabu, madaktari wanajua mahala kuna kupatikana matibabu na mahala kuna kupatikana madaktari sahihi. Kama ni jambo la kibiashara, kuna wachumi, lakini kuna watu wazoefu pia. Ule uzoefu tu wa nini? Wa kilimo, kwa experience, sio tajriba. Wamefanya mara nyingi, kama ni kwenye kilimo, kama kwenye biashara,
Kwa hivyo jambo lolote ulilonalo kuna mahala pa kurudi. Kuna istikhara, utafanya istikhara. Namba 2, kuna kuwashauri watu na kuwataka fatwa. Haya ndio maelezo yani kwa mukhtasari machache kuhusiana na haya masala ya ndoto ambayo yamezungumzwa katika hii aya. Na hii ndoto ya Yusuf ilikuwa ina tafsiri yake itakuja mwishoni. Maanake tunasema hii ni fumbo. Katika mbinu za kusimulia kisa au kuandika habari, usiandike kwenye paragraph ya mwanzo ukamaliza kila kitu, ile mbele haitasomwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yani tafsiri ya ndoto hii imekuja mwishoni kabisa mwa kisa. Lakini hapa ilikuja maelezo ya ndoto hii kwa lugha ya jumla. Qala ya bunayya, ewe mwanangu, la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika, usiwasimulie ndugu zako ndoto hiyo, fayakidu laka kaidan, watafanya vitimbi. Mtu anafanywa vitimbi na njama kwenye jambo zuri au kwenye jambo baya. Kwa hivyo mzee Yaqub aliashiria, alimwambia kwamba hiyo ndoto inaashiria jambo zuri kwako wewe. Inaashiria jambo zuri kwa Yusuf alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kadhalika tunajifunza kutokana na maneno ambayo Qur'ani imeyakubali kutoka kwa mzee Yaqub, ikana akili kwamba ambao wanaweza kumfanyia mtu hasadi ni ndugu zake. Angalia, sheria inakuambia kuwa karibu na ndugu zako, na wakati huo inakuambia ndugu zako wanaweza kuwa ni hatari kwako. Huwezi kuwatenga kwa sababu hutakiwi watenge, na ndio watu wako wa karibu zaidi, si ndio? Lakini pia utahadhari nao, hasa katika kipindi cha ujio wa neema. Kwa sababu alimwambia fayakidu laka kaidan, akamwambia kwa nini asimwambie usiwasimulie watu? Kwa nini imepresentiwa ndugu zako? Kwa hivyo basi tunazalisha uelewa hata katika ushauri, unapomtaka ushauri ndugu yako, akili za kuambiwa changanya na za kwako, kwa sababu anaweza akateke advantage unapomuuliza vipi nani kazi fulani inafaa kufanya ama haifai kufanya. Kama ana hasadi anakwambia haifai hiyo, alafu anaweza akamshauri mtu mwingine afanye ama yeye akaifanya hiyo. Hata kesi. So wakati mwingine mtu anashirikisha ndugu zake, ana kesi na mke wake au anashirikisha ndugu, sio? Kuna ndoa zimevunjika nyingi tu kwa sababu ulipowashirikisha na wewe wakati huo umevurugwa. Manake mtu anashirikisha watu wengine ili wamsaidie kutafakari, labda yeye amevurugika, sio? Sasa uchague watu wa kuwashirikisha kwenye mambo yako, kwa sababu wanaweza kuwa ni ndugu, ukawataka ushauri ukaja ukavunja ndoa yako, alafu baadaye utagundua, mara nyingi nakuaga hivyo kwamba waliniingiza mkenge, alafu mnachukiana na unachukia kabisa. Kwa hivyo ndugu zako huwezi kuwatupa wala huwezi kuwaweka mbali, lakini aya inatufundisha hapa, tunachojifunza nini? Ni kuwa makini tu. Ni kuwa makini nao. Hiyo ni nature ya maisha. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameumba namna hiyo. Katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewatahini wanadamu